Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Mei 10 siku ya Jumapili asubuhi, tutaangazia habari kubwa za kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi. Linaanza na habari kubwa inayosema stendi ya mabasi Kijichi yageuzwa uwanja wa mpira. Stendi ya mabasi Kijichi yageuzwa uwanja wa mpira. Lakini kuna habari inayosema wakulima waomba waridhia bei ya ufuta. Wakulima momba waridhia bei ya ufuta. Lakini kuna habari kubwa inayosema mbegu hafifu vikwazo IVF. Mbegu hafifu kikwazo IVF. Na Tasaki ya kuna kichwa kusaka suluhu kero bandari kavu. Tasaki ya kuna kichwa kusaka suluhu bandari kavu. Na mfungwa amuomba Rais Samia awaonee huruma magereza. Mfungwa awaomba Rais Samia awaonee huruma magereza. Lakini Mwinyi adokeza mazungumzo ya CCM ACT kuhusu SUK. Huyo ni Rais Mwinyi adokeza mazungumzo ya CCM na ACT kuhusu SUK. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele, linaanza na habari inayosema SUK njia panda. CCM yasema mazungumzo yanaendelea, haikubali kushinikizwa. ACT Wazalendo bado haijawasilisha majina hadi malalamiko yao yatakapojadiliwa. Lakini bado kuna habari inasema Chadema yataja mbinu kukomesha utekaji watu kupotea. Chadema yataja mbinu kukomesha utekaji watu kupotea. Majeruhi yasimulia ajali ilivyomshtua usingizini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inasema siku ya mama ilivyoleta heshima kwa kina mama. Hilo ni gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo, lenye limeandika habari inayosema Dr. Mwinyi anika mazungumzo kuundwa SUKU. Lakini BLW lapitisha bajeti ya Ikulu na Rais Samia lindeni utu wa wafungwa. Lakini wajumbe BLW wampongeza Dr. Mwinyi. Meli mbili kubwa za uvuvi kuwasili Zanzibar. Lakini rais wa zamani wa Botswana afariki dunia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukichana gazeti lako la Zanzibar Leo, tuangazie gazeti lako la Mzalendo lenye limeandika habari inayosema kauli ya unanijua mimi nani ni ushamba tu. Hilo ni gazeti lako la Mzalendo linasema kauli ya unanijua mimi ni nani ni ushamba tu. Lakini Kairuki akemea wanawake kuvuana nguo mitandaoni. Kairuki akemea wanawake kuvuana nguo mitandaoni. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Mzalendo ni wanaomaliza vifungo wawezeshwe. Huyo ni Dr. Samia asema wanaomaliza vifungo wawezeshwe. Lakini agiza magereza kuanzisha mfuko kujitegemea. Akoshwa na mfungwa aliyehitimu kidato cha 4. Lakini ripoti ya Chande somo kubwa kwa vijana. Na Dr. Mwigulu haiwezekani kioski mtaani kuwa na dawa. Haiwezekani kioski mtaani kuwa na dawa. Lakini ongea na Rais Dr. Mwinyi ya bamba. Mazungumzo ya CCM ACT kuunda SUKU sasa mambo safi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Tanzania, Tanzania linaandika EWURA yaja na mkakati wa upotevu wa maji. Lakini bado kuna habari inayosema vigogo wavamia makaburi ya Waislamu Dar es Salaam. Vigogo wavamia makaburi ya Waislamu Dar es Salaam. Wao wamuomba waziri mkuu RC kuingilia kati. Lakini Chadema yaishika pabaya chama cha mapinduzi CCM. Na Rais Ruto, uhusiano wa Tanzania na Kenya ni undugu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Raia Mwema lenyewe asubuhi ya leo linaandika trilioni 1 kuleta mapinduzi ya maji. Lakini uamuzi mgumu, Migiro ang'atuka rasmi ukatibu mkuu CCM. Shigela Mtanda mtaka Makamba watajwa. Lakini Ruto afunguka mazito bungeni. Baba Levo ajilipua.
mwekezaji alilia maisha yake. Hilo ni gazeti lako la Raia Mwema, bado liko sokoni kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna gazeti lako la Jamhuri lenye bado lina habari inayosema maswali magumu, ripoti ya Jaji Chande. Hilo ni gazeti lako la Jamhuri na lenye bado liko sokoni kwenye kurasa za mbele. Lakini tuangazie sasa kwenye gazeti lako Rarada lenye linaandika katiba mpya iponye majeraha, mauzauza ubia bandari ya Bagamoyo. Mauzauza ubia bandari ya Bagamoyo, viongozi upinzani CCM acheni ubabe. Hilo ni gazeti lako Rarada kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado tunaangazia na lenye gazeti lako la Mwanahalisi lenye linaandika Chadema yajilipua, katiba mpya kala moto, msigo mguu ndani mguu nje. Lakini kumradhi, hiyo ni habari inayosema kwenye gazeti lako la Mwanahalisi, Chadema yajilipua, msigo mguu ndani mguu nje. Lakini kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye asubuhi ya leo linaandika Rais Samia ataka mageuzi magereza. Rais Samia ataka mageuzi magereza, aigiza jeshi hilo lijitegemee, afichua utajiri wake mkubwa. Lakini apendekeza mkakati wa wafungwa walioachiwa kurudia uhalifu. Lakini elekeza mapendekezo matatu ya tume ya haki jinai yatekelezwe. Lakini halmashauri inayodaiwa zaidi ya 180,000 ya mchefua Mwigulu. Halmashauri inayodaiwa 180,000 ya mchefua Mwigulu. Lakini Tanzania yatuma kikosi Kenya kushiriki operesheni ya ushirikiano imara. Tanzania yatuma kikosi Kenya kushiriki operesheni ya ushirikiano imara. Lakini Dr. Mwinyi atoa msimamo wa serikali ya umoja wa kitaifa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini bado kuna habari inayosema wanasiasa wahadharishwa kushawishi vijana kushiriki vurugu. Lakini viongozi wa dini watuma ujumbe wa umoja, na wataalamu washauri afya ya akili kwa mjamzito izingatiwe. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari inayosema Chalamila apendekeza vyombo vya dola viendeshe mwendo kasi. Huyo ni Chalamila apendekeza vyombo vya dola viendeshe mwendo kasi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Habari Leo, tuangazie kwenye gazeti lako la Tumaini Letu lenye linaandika habari inayosema Wawata teteeni ukweli. Wawata teteeni ukweli, askofu mcha Mungu amulika ujenzi wa kanisa Kunduchi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tumaini Letu kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la An-Nur lenye linaandika huu ni uchochezi, Tanzania hakuna mauaji ya kidini, kauli ya balozi Turkmani ipuuzwe. Lakini kimataifa, Rais Trump msuli umemvuka. Kimataifa, Rais Trump msuli umemvuka, afanye haraka au rudishe, dunia imechoka, amefedheheka, hana ubavu wa kuiangamiza Irani, Wairani wamezitoa nafsi zao kwa ajili ya Mungu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nuru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali, tuangazie sasa kurasa za michezo na burudani, na gazeti lako la Habari Leo linatuhabarisha kwa habari inayosema Yanga Singida za shusha vipigo. Yanga Singida za shusha vipigo. Simba Prison hesabu tofauti leo. Simbu Samata thabiti wang'ara tuzo za Brela. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini kimataifa, Madrid ya watoza faini Valverde na Schumann. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini kwenye gazeti lako la The Sporti lenye linaandika bahati yao Ibenge bado aota ubingwa. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye lina bado lina habari inayosema Pedro Yanga bingwa. Huyo ni Pedro Goncalves asema Yanga bingwa, azungumzia kikosi Okelo Nzengeli watupia matatu wakiua Coastal. Lakini nyundo 10 show za Bela Dar es Salaam. Vita 2 msako wa pointi Simba. Vita 2 msako wa pointi Simba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti.
Lakini mitihani kibao tembo wa Ivory Coast, na leo ni vita ya ubingwa El Clasico ya ubingwa Barcelona dhidi ya Real Madrid leo Jumapili saa 4 kamili usiku Camp Nou. Hiyo ni El Clasico, huku ni Madrid, huku ni Barcelona, vita vya ubingwa. Hilo ni gazeti lako la Mwanaspoti. Lakini habari kubwa ni Pedro Yanga bingwa. Huyo ni Pedro Goncalves aitabiria Yanga kuwa bingwa. Hilo ni gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.